Mpendwa mtazamaji, ni siku ya Jumatano. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu tunalolipata katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, sura ya 4, aya ya 1 na aya ya 5 hadi ya 9. Musa, mtumishi wa Mungu, anawafundisha wana wa Israeli kabla hawajaingia katika nchi ile baada ya kutembea jangwani kwa muda wa miaka 40. Wamefika katika ukingo kwamba wanaingia katika nchi ile ya ahadi iliyojaa maziwa na asali. Anawakumbusha akisema, sikiliza leo, Israeli, amri na hukumu za Mwenyezi Mungu, ili uzitende. Baada ya kuzitenda, matokeo yake utapata kuishi na utapata kuweza kuingia katika nchi na kuweza kuimiliki nchi ambayo Bwana anakupatia. Kwa hiyo Mungu anaongea na taifa la Israeli kwa baada ya mateso yote ya jangwani, kwamba maisha yao yalikuwa yamefungwa katika mambo haya mawili. Ya kwanza ni kuzishika na kuzitenda amri za Mwenyezi Mungu na hukumu zake. Kwa nini anawaambia wasikilize? Biblia inasema kwamba imani huja kwa njia ya kusikiliza neno la Mwenyezi Mungu. Lango la masikio ndilo linalopitisha imani yetu na inaingia ndani mwetu, na baadaye ile imani, neno la Mwenyezi Mungu likikaa ndani mwetu, linafanya mabadiliko ndani mwetu, tunakuwa ni sehemu mojawapo ya Mwenyezi Mungu. Wana wa Israeli walivyotembea muda mrefu katika jangwa, walifanya uasi, waliacha imani ile ambayo walikuwa wameisikiliza, walikuwa wameipokea kwa Mwenyezi Mungu. Musa anawakumbusha Israeli juu ya imani yao, kwamba kile ambacho walikuwa wamefanya uasi kwa Mwenyezi Mungu waache. Yaani shetani ana mbinu za ajabu sana katika kuweza kuturudisha nyuma katika kile ambacho tulikuwa tumekipokea kwa Mwenyezi Mungu. Tulianza safari ya maisha yetu vizuri na Mwenyezi Mungu. Mara ya kwanza unapoanza maisha ya kiroho, katika safari hiyo unaanza ukiwa na moto mwingi sana, una imani kubwa, na kila mmoja anakumbuka vile alivyoanza safari yake ya maisha ya kiroho. Kadiri miaka inavyozidi kuongezeka, unajikuta kwamba unaanza uasi ndani mwako. Yaani uasi ambao shetani anautumia ni kwamba ni hivi, kwamba tunafanya kile au kupitia maisha yetu kile ambacho tunapaswa kuweza kukikumbuka hatukikumbuki, na kile ambacho tunapaswa kuweza kukisahau ndicho ambacho sasa tunakikumbuka. Yaani tunakuwa ni waasi, tunakumbuka dhambi ambazo tunapaswa kuweza kuzikumbuka na kuweza kuziungama na kuweza kuziacha katika safari ya maisha yetu. Hizo dhambi tunazisahau, na ndio maana hata nikienda katika maungamo, tukienda kwenda kuungama, tunasema kwamba na zile ambazo nimezisahau wakati ninazikumbuka, na yale mabaya ambayo ninapaswa kwamba haya lazima niweze kuyaacha, vitendo vibaya, kama alivyozungumza Paulo kwamba kile ambacho sikitaki kukifanya ndio najikuta kama nakifanya, na narudi nyuma, ninaanguka katika dhambi. Kwa nini? Kwa sababu nimeacha neno la Mwenyezi Mungu, nimeziacha sheria za Mwenyezi Mungu. Musa anatumia muda huu kuweza kuwafundisha wana wa Israeli. Anasema kwamba mbele ya taifa la Israeli walikuwa wamewekewa baraka na laana, walikuwa wamewekewa mauti na uzima, ili waweze kuja kuishi utii katika neno la Mwenyezi Mungu. Kilikuwa ndio kigezo muhimu sana katika kipindi hiki cha Kwaresima. Mtii Mwenyezi Mungu na maagizo yake. Mbele yako ipo mauti na uzima. Mbele yako Mwenyezi Mungu amekuandalia baraka, upate kuishi, upate kuingia na upate kuweza kumiliki. Tunashindwa kuweza kumiliki katika vile ambavyo Mwenyezi Mungu ametupatia. Mara nyingi unashangaa kwamba katika nchi ambayo Mwenyezi Mungu amekupatia, katika nyumba yako ambayo umeijenga, unakabwa, magonjwa, mateso mbalimbali yanakuja. Kwa nini? Kwa sababu nimefanya uasi ndani mwangu. Maisha yangu ya kiroho niliyokuwa nayo zamani yamekuwa ni tofauti. Musa anaendelea, anasema, angalia, ninawafundisha hukumu za Mwenyezi Mungu ambazo amenipatia.
Katika uongozi wa Musa alitumia muda mwingi sana kuweza kuwafundisha wana wa Israeli. Utakuja kumwona pia Yesu atatumia muda mwingi kuweza kuwafundisha wafuasi wake waelewe mpango wa Mwenyezi Mungu, walielewe neno la Mwenyezi Mungu. Kiongozi mzuri wa kiroho ni yule anayewafundisha watu neno la Mwenyezi Mungu, waweze kulisikia neno la Mwenyezi Mungu, waweze kuishi, na baadaye neno la Mwenyezi Mungu liweze kuwa baraka kwao. Kusudi la Mwenyezi Mungu katika taifa la Israeli ilikuwa ni kuwafanya wao watakavyokuwa watii katika agano la Mwenyezi Mungu, ndipo wanakuwa tunu kwa watu wengine wote. Na kusudi la Mwenyezi Mungu katika maisha yetu, katika maisha yako, ni kwamba utakavyokuwa mtii katika agano la damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, ndipo atakavyokufanya uweze kuwa baraka, uweze kuwa na hekima kubwa zaidi kuliko watu wengine wote. Usisahau, wana wa Israeli walipokuwa watii katika neno la Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu aliweza kumleta Malkia wa Sheba, akaenda kwa Sulemani kwenda kupokea hekima ya neno la Mwenyezi Mungu. Na ile hekima ile ilimfanya Malkia aweze kushangaa sana ukuu wa Mwenyezi Mungu ambao alikuwa nao kwa yule Sulemani. Hadi sasa hivi kupitia agano la damu ya Bwana wetu Yesu Kristo ambalo tumekuwa nalo, ambalo tunaloliishi, kwamba Mungu yu karibu sana pamoja nasi. Ndio maana anazungumza kwamba, je, ni taifa gani ambalo ni kubwa, lenye hekima na akili, na Mwenyezi Mungu yu karibu pamoja na wao? Damu ya Yesu ii karibu nasi, pamoja nasi. Neno la Mwenyezi Mungu li karibu nasi. Ndio maana kupitia agano la damu ya Yesu ambalo tunalipata katika maisha yetu, tunajikuta kwamba ingawa unaonekana kama ni mdogo, ingawa tunaonekana kama ni wachache, lakini nguvu ya utendaji wako kila siku inawashangaza watu wengi, kwa sababu uko ndani ya agano la damu ya Yesu. Na baadaye pia hekima ya neno la Mwenyezi Mungu unalipata kila siku. Watu wengi wanakuja kwako kupokea neno la Mwenyezi Mungu kwa sababu hekima uliokuwa nayo ni kubwa zaidi. Watu wanashangaa maarifa na ukuu wa Mwenyezi Mungu ambao uko nao. Kwa nini? Ni kwa sababu umekuwa mtii katika neno la Mwenyezi Mungu. Ninakuombea siku ya leo uweze kuwa mtii katika neno la Mwenyezi Mungu, uweze kuwa mtii katika maagizo yake. Mwenyezi Mungu aweze kukuinua. Na Musa anamaliza katika mafundisho yake, anasema kwamba jihadhari nafsi yako, jilinde kwa bidii, usije ukawa mwasi katika neno la Mwenyezi Mungu. Kati ya vitu ambavyo siku ya leo utembee navyo, linda sana nafsi yako na kila aina ubaya. Nafsi yako isije ikakamatwa na mambo mabaya. Ilinde nafsi yako katika kila neno baya linalopita katika maisha yako. Ilinde nafsi yako na kila aina ya mbinu za uasi za adui shetani ambazo anakuletea ndani mwako, ili uache katika kushika neno la Mwenyezi Mungu, kwa sababu mbele yako baraka ipo kwako, kwamba utamiliki, utaingia na utakaa katika nchi ambayo Mwenyezi Mungu amekubariki pale utakapokuwa umeilinda nafsi yako. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.